Karibu kwenye habari za ulimwengu. Ninayekuletea habari hizi ni mimi Isaac Samuel. Zaidi ya watu 50 wamepoteza maisha baada ya shambulio la kikatili la wanamgambo lililokumba soko moja katika jimbo la Niger kaskazini mwa Nigeria. Tukio lililoacha hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo na kuibua maswali mapya kuhusu hali ya usalama nchini humo. Kwa mujibu wa taarifa za mamlaka za eneo hilo, wanamgambo waliokuwa na silaha walivamia soko hilo wakati shughuli za kibiashara zikiendelea, wakifyatua risasi ovyo ovyo kwa wafanyabiashara na wateja bila kujali umri wala jinsia. Shambulio hilo lilisababisha vifo vya watu wengi papo hapo, huku wengine wakijeruhiwa vibaya. Washuhuda wa tukio hilo wanasema washambuliaji hao waliingia kwa kasi kubwa wakitumia pikipiki na magari, kisha kuanza kushambulia wananchi kabla ya kutorokea maeneo ya misitu iliyo karibu. Baadhi ya watu pia wanaripotiwa kutekwa nyara, hali iliyozidisha hofu kwa familia za waathirika. Serikali ya Nigeria imelaani vikali shambulio hilo, wakiliita kama kitendo cha kinyama na cha kigaidi kilicholenga kuvuruga amani na usalama wa raia. Rais wa Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, ameagiza vyombo vya ulinzi na usalama kuwasaka mara moja wahusika wa shambulio hilo na kuwafikisha mbele ya sheria. Kwa mujibu wa maafisa wa usalama, mashambulizi ya aina hii yamekuwa yakiongezeka katika maeneo ya kaskazini na kati mwa Nigeria, yakihusishwa na makundi ya wanamgambo na majambazi wa silaha wanaotumia misitu kama maficho yao na kushambulia vijiji, masoko na barabara kuu. Wataalamu wa masuala ya usalama wanasema hali hii inaonyesha changamoto kubwa inayolikabili taifa la Nigeria katika kupambana na uhalifu wa kutumia silaha, licha ya jitihada mbalimbali zinazofanywa na serikali pamoja na jeshi. Kwa wakazi wa jimbo la Niger, shambulio hilo limeacha majonzi, hofu na sintofahamu, huku wengi wakihofia kurejea katika shughuli zao za kila siku, hususani biashara za masokoni ambazo ndizo chanzo kikuu cha mapato kwa familia zao. Mashirika ya kiraia na ya haki za binadamu yameitaka serikali ya Nigeria kuongeza ulinzi kwa raia, hasa katika maeneo ya vijijini, na kuchukua hatua madhubuti dhidi ya makundi yote yanayotishia amani na usalama wa wananchi. Huku operesheni za usalama zikiendelea katika maeneo yaliyoathiriwa, tukio hili limeendelea kuibua mjadala mpana kuhusu usalama wa raia, udhibiti wa silaha haramu na wajibu wa serikali katika kulinda maisha ya wananchi wake. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.